Kwa majina anaitwa Juma Abbas Yusuf Mwingamno, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Feri, kata ya Kigamboni, wilaya ya Kigamboni, mkoa wa Dar es Salaam. Kwa nafasi niliyokuwa nayo katika umoja wa wenyeviti wa serikali za mitaa, mimi ndiye niliyekuwa mwenyekiti wa wenyeviti wa serikali za mitaa kwa kipindi cha miaka mitano, toka mwaka 2019 mpaka 2024. Kwa utaratibu, baada ya kumalizika miaka mitano, tunafanya tena uchaguzi ili kupata kiongozi wa kimkoa. Kwa kweli, mnamo tarehe 6 mwezi wa 6, siku ya Jumamosi, tulikuwa na uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti na viongozi wengine watakaoongoza umoja wa wenyeviti mkoa wa Dar es Salaam. Bahati nzuri, wanaopiga kura ni wajumbe kutoka kila wilaya. Katika wilaya 5, kila wilaya moja inatoa wajumbe 8. Kwa maana 8 mara 5 wanakuwa wajumbe 40. Wajumbe hao 40 ndio wanawakilisha wenyeviti wote 564 wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kuwa uchaguzi huu ulifanyika kwenye ukumbi wa Chama cha Mapinduzi, wilaya ya Ilala Buguruni, ukisimamiwa na katibu aliyemaliza wakati wake pamoja na mwenyekiti mstaafu aliyekuwa mwenyekiti wa wenyeviti wa serikali za mitaa mkoa wa Dar es Salaam. Uchaguzi umefanyika vizuri kabisa na wapiga kura wamepiga kura vizuri kabisa bila ya utata, na kura zilihesabiwa hadharani kwa wagombea wote watatu tuliokuwa tunagombea nafasi ya mwenyekiti, nikiwemo mimi Juma kutoka wilaya ya Kigamboni, akiwepo Konsolata kutoka wilaya ya Ubungo, na akiwepo mwenyekiti kutoka wilaya ya Kinondoni, kwa jina nickname tunamwita Zimwi. Jina lake kidogo liko gumu, silikumbuki vizuri. Kwa hiyo tulipopiga kura, kati ya kura 40 ziligawanyika kama ifuatavyo. Wilaya ya Kinondoni walipata kura 12. Wilaya ya Ubungo walipata kura 12. Wilaya ya Kigamboni ilipatikana kura 16, kwa maana ya kwamba mimi Juma nilipata kura 16, Konsolata alipata kura 12 na Zimu alipata kura 12. Kwa maana hiyo, kwa utaratibu wa uchaguzi, inaonekana kabisa kwamba Juma Abbas Mwingamno ameshinda kwa kura 16. Jambo la kushangaza, wasimamizi wa uchaguzi wamegoma na kukataa kutangaza kwamba Juma Abbas Yusuf Mwingamno ameshinda kwa kura 16 dhidi ya wenzake waliopata kura 12. Jambo hili limenishangaza na nimeshindwa kuelewa mpaka hivi sasa. Nimejaribu kufikiria mengi kati ya haya, kwamba hata kama ingelikuwa kura zimefungana sisi wa juu, labda ningekuwa mimi na mwenzangu mimi nimepata 16 na mwenzangu angepata 16, ukisema uchaguzi tunarudia inaleta maana. Lakini wale wamepata 12 kwa chini, mimi nimepata 16 juu, mmoja peke yangu. Maana yake uchaguzi kuisha na mshindi amepatikana. Kuto kutangaza, nimekosa majibu. Kwa kweli, kwanza sijaridhia uchaguzi kurudiwa. Sababu ya msingi hakuna ya kurudia uchaguzi. Ninajaribu kufikiri mpaka hivi sasa, wapi tutaweza kupata msaada wa kuwaelimisha wale wasimamizi wa uchaguzi ili waweze kujua sheria inatakaje na utaratibu unatakaje. Siku ya tarehe 20, wakati naendelea kutafakari, kuna mawili yanaweza kutokea. Moja, kuto kushiriki. La pili, kupata ufumbuzi kabla ya tarehe 20. Yaani kuhakikisha kwamba uzuri wa yote wenyeviti wa serikali za mitaa tuliokuwa tunaendelea kupiga kura pale ndani, bahati nzuri wenyeviti kutoka Chama cha Mapinduzi
lakini wakati huo pia tunafanya hizi shughuli chini ya TAMISEMI, lakini zaidi ya yote tuko chini ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo mote humu naweza nikatafuta njia kokote nikapita, ili wakaitwa wasimamizi na wakaambia nini kilichowapelekea msifanye hili. Kuto kufanya hili, amuone ya kwamba mnatayarisha mnaandaa migogoro. Hebu jaribuni kufikiria wale 16 waliomchagua mwenyekiti huyo ambaye amepata kula 16. Mkafanya utaratibu wa kurudia tena, akawa sio yeye, akaingia aliyepata kula 12. Hawa 16 mnawapeleka wapi? Naitwa ndugu Seif Salumwera, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa wa Vikongoro, kata Chanika, lakini kwa utaratibu wetu wa wenye viti, mimi ndio mwenyekiti wa wenye viti wa jiji la Dar es Salaam. Leo tarehe 6 tulikuwa na uchaguzi kama mnavyoona, kulikuwa waandishi wa habari. Tulikuwa na uchaguzi wa mwenyekiti wetu wa mkoa, kwa sababu sisi kwa utaratibu wetu kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi wa mwenyekiti wa mkoa. Sasa wagombea wale wanatoka kila wenye viti wa wilaya. Kwa hivyo leo tulikuwa na uchaguzi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, uchaguzi kwanza, mimi nikiwa kama msimamizi wa uchaguzi ule, uchaguzi tumeenda vizuri. Kwa kifupi, uchaguzi umeenda vizuri. Kasoro ndogo ndogo ni kasoro za kiuchaguzi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nafasi za wenye viti na makatibu zimefungana. Kwa hiyo tukasema kwa busara, na wenye viti tumepiga kura tukakubaliana kwamba nafasi hizo zitarudiwa, lakini zile nafasi zingine za makamu mwenyekiti, za mweka hazina, za mwanasheria na nafasi zinginezo zote tumekubali kuzitangaza kwa sababu hazikuwa na kasoro. Kwa hivyo kasoro zilikuwa hizo tu, za kwamba hawa wagombea wa wenye viti hawakutimiza zile asilimia kwa mujibu wa sheria. Alafu hawa makatibu pia walifungana. Sasa wakati wamefungana, baadhi ya wenye viti wengine nao walikuwa wameshatoa udhuru mwingi. Kwa hiyo tukakubaliana, sisi najua si wenye viti, ni jambo la kukubaliana kwenye vikao. Kwa tumekubaliana kwamba uchaguzi hizi mbili turudie. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akipenda, nadhani tutatangaza tena siku ya kutangaza siku ya kurudia huo uchaguzi. Fika watu 40 kama kawaida, lakini wale watu 40 baada ya kupiga kura wengine wakawa wametoka kuomba nyuzuru tofauti tofauti, lakini akili zilitimia. Kwa mfano kwenye kura 40, kwa mfano nafasi ya mwenyekiti mkuu, wewe ukakuta mwenyekiti anapata kura, mwenyekiti mwenyewe anapata kura kwa mfano 16 au 13. Wengine wakapata 12. Manake asilimia zile kwa mujibu wa sheria zinakuwa hazijafika. Kwa hiyo kwa busara tukasema turudie, ili tuweze kufanya uchaguzi mwingine huru ambao utakuwa hauwezi kuleta manunguniko. Na bahati nzuri tumeongea na wagombea wakasema tuko vizuri, na sisi kama wanachama tumesema sawa, hiyo jambo zuri la busara. Kwa hiyo tunategemea tutarudia uchaguzi, tutarudia kumpata mwenyekiti wetu wa mkoa, kupata na katibu wetu wa mkoa.